uponyaji wa maisha yangu. Natamka kwa jina la Yesu, matunda yaanze kuchipua kwenye kazi za mikono yangu, kwenye ndoa yangu, matunda kwenye biashara yangu, matunda kwenye mashamba yangu, matunda. Kule serikalini kuna mtu anaitwa msemaji wa nini? Na kuna msemaji wa nini? Wa Ikulu. Kuna wasemaji wa mashina. Najua nyinyi mnamjua msemaji wa Yanga na Simba. No. Sawa. Lakini kuna wasemaji. Kwenye ufalme wangu Mungu ameniita niwe msemaji wake. Nisipojisemea nitawachanganya watu. Tawachanganya malaika. Ndio maana nasikia watu wanasema huyo msemaji si atoke atuambie kitu gani kinaendelea. Nimetoka nasema kinachoendelea. Mwaka huu hii ndio taarifa na habari ya mjini. Ninazaa matunda. Shetani hataki asitake nazaa matunda. Wachawi wataki wasitake nazaa matunda. Na hivi wataki wasitake nazaa matunda. Wafanyakazi wenzangu wataki wasitake nazaa matunda. Majirani wataki wasitake nazaa matunda. Piga kelele nazaa matunda. Kisa ninawemuka kama utaki ni wewe, achana na mimi. Kwanza mwaka huu usibebebebe watu. Unabeba watu hawana hata address. Umewabeba sana. Waambie mwaka huu ngoja kwanza nipambane kivyangu, alafu baadaye tutaonana. Kuna watu mwabeba sana. Na mimi naona naongea kinabii. Kuna watu mwabeba sana uendi mahali. Ngoja nikwambie Bwana. Naomi, ondoka tu na Ruthi, usibebe Oprah. Usibebe watu wote watakuletea shida. Beba Ruthi peke yake. I'm prophesying to somebody in the house. You don't need to go with Oprah. Hawitani kwenda na Oprah. Na Oprah ni lugha ya kwenu. Oprah ni imani ya kwenu. Mchukue Ruthi uende naye maana anakuelewa. Ruthi atakufanya kuelewa somebody. Watu ambao kuelewi waache. Hao ni kina Oprah. Waache waende kwao kwa Moabu. Nenda na Ruthi anakuelewa. Hata ukifika kule kukuta hamna chakula hata kusema vibaya. Kwa sababu anakuelewa, ataenda kupambana huko mbele. Wewe binti achana na huyo kijana, ni Oprah huyo. Atakuja kukuletea matatizo, atakuja na nyumba ya Kimoabu huko kwenu. Achana na kama mshaki people out of your life. Tikisa baadhi ya watu, tikisa baadhi ya mipango. Simama tena, nyanyua kichwa. Sema hii ngoma inaenda. Hata kama alikuja nao hii ngoma inaenda. Kama naongea na mtu sema inaenda. Sisi ni wale tunapigika lakini hatufi. Tunazamishwa lakini hatuzami. Sisi ndio hao. Paulo akawaambia, ndugu zangu, hakuna atakaye kufa hata mmoja, maana nimepewa. Siku ya 14 wako ndani ya maji chini. Paulo anasema hatufi. Ngoma zikanyanyuka juu. Siku ya 14 watu wajana. Sisi ni wale ambao hatufi. Bado tuna safari. Bado tuna safari. Kuna watu walikudharau, waambie washike adabu. Mwambie ni kweli umepita njia mbaya, ya miba yamepita ya lami. Mwambie hata ya kwake ina mwisho, tutakutana mbele. Mwambie tutakutana mbele. Sema tunaenda. Tutazaa matunda umwaka. Kama miti inazaa, kama ndege wanazaa, sebuse mimi na Roho Mtakatifu tazaa. Mwaka utapiga hatua. Mwambie jamii yako, hata ukitaka usinisalimie. Wala hata ukitaka hela zako usinipe. Lakini mwaka huu utazaa matunda. Kama kuna watu ngangari sema amen. Kama kuna watu wananielewa sema amen. Kama usemi una maana kwako sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi sura ya 105 mstari wa 35, ninasema
kwamba nzige hawatakula matunda yangu huu mwaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Nzige, wadudu hawatakula matunda yangu. Angalia, unaniangalia kama unielewe. Ukufanya kazi ikaliwa wewe, unamwambia shetani ni advance. Huu mwezi ni mwezi wa kutikisa kila kitu. Huu ni mwezi wa kupanga mafaili. Ni mwezi wa kuchomoa hii kuweka hii. Ni mwezi wa kuangalia gari ikiwa inapiga shoti, unaifanyia service. We have to go, we have to church. Watoto wa Mungu, hivi tumerogwa na we have to move. Ama we have to move. Sisemi kwamba move, lakini you have to move. You have to, how can our life stand still? Hata maji yasiyotembea ni sumu. Life has to go. We have to move. Hatuko duniani kwa bahati mbaya. Ngoma lazima ziende. We have to move. Wakati unaanza mwaka jana, si umemove? Tunaona manani hapo. We move. This is another year. We have to move. Mungu hajatuita tusimame. Mungu hajatuisha tutosheke. We are immovable creatures. Hatuwezi kukaa tu hivi tumedumaa kama nani, kama kipenu jangwani. Mgusa yeye yako begani, mwambie hata kama hatukwenda shule, you have to move. Mwaka huu hata mke wako usicheke naye wala mume wako usicheke naye. Muulize ikifika mwezi wa pili ndio tuko wapi? Bwana sielewe. Bwana tutembee. Ikifika mwezi wa tatu mwambie kama ni kwa hiyo acha akwazike. Mwambie sielewi. Ni mawingu, ni mvua, ni jua, sielewi. We need to move. Give me the story. Show me the step we want. Come on. Wacha kuniambia Mungu atatenda. Mungu atatenda. Mungu atatenda. Anatenda nini? Kama anatenda tumuone kwako. Kwanza unahitaji kuniambia Mungu atatenda. Akitenda nitaona. Nitakwambia Mungu wako nimemuona. We have to move. Wacha kulala, upige jirani yako kichwa mwambie umelala sana. Kuna mababa mengine yanakoroma mpaka saa 11. Wewe baba au kituko? Saa 11 asubuhi baba umekoroma wewe. Umekoroma wewe. Na wewe ndio kichwa gani akiwezi hata kuombea watoto. Nyanyua mtu tupa chini, piga magoti huko. Ngoja nikwambie msichezeane mwaka. Niwaambie kitu, mkichezeana mnakuwa watumwa. Kuanzia sasa hivi ni samaki wakubwa na meza wadogo. Hujamsikia Marekani anainunua Greenland. Greenland ni kisiwa kikubwa duniani, kina watu 57,000. Anawaambia wananchi wote wanaingiziwa dola $1,000 afu wote wanapewa raia Marekani. Nataka hicho kisiwa. Wao utakata. Nikasema akikuja Tanzania. Akakuja Tanzania hata bila kutukia hela. Asa kututamia. Wangesema chukua. Wazee mngekataa, unajua mngeuzwaje? Rahisi sana wazee, si mngegogo. Jenzi wangechukua hela, wangeenda, wangewaacha. Baada ya miaka 10 mnaweza kitu tena wazee. Si mmewaachia nchi wenyewe. Mtu ananunua nchi, ananunua. Ile kupe ishara kwenye ulimwengu wa roho kwamba wakati wa samaki kumeza wadogo umefanya nini? Na umekaa unalala tu unategemea kuna mtu atakupa ugali. Mgusa jirani yako mwambie kuna mtu alizaliwa kukupa ugali, acha ujinga wewe. No one was born to suffer for you to relax. Hata Paulo anasema tupate kuteseka pamoja na Kristo. Yaani Kristo aliteseka, inasema sisi tupate kuteseka pamoja naye ili tutukuzwe pamoja na yeye. Fanya kazi wewe. Amen. Zamani nilikuwa nasema ukitaka kuwa kijana wa binti aliyoko kwao, siku nimebadilisha, usiwe binti aliyoko kwao, hajui kujitegemea. Omba binti aliyepangisha, oa binti aliyepangisha. Anajua gharama ya kodi, anajua gharama ya chumvi kuisha. Yule ambaye anamwambia tu mama, umeme umeisha luku, ukimoa huyo ndugu, ni ametransfer matatizo tu. Oa yule ambaye amepangisha,
Ndio maana kama una binti mkubwa, fanya kama tai, piga kiki, toka huko, mnunulie nani mkeka, mwambie kalale chini, anza maisha. Wacha anaje na mende, kama anaogopa mende atakula juu, shauri yake. Am I teaching here? Go and fight this life. Huu mwaka pambana. Unaweza kuketi. Sasa nataka kuanza kufundisha.